Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mpenzi mtazamaji ambaye upo kufuatilia katika kipindi chetu cha Ijue Ansar Muslim Center, kipindi ambacho kinakuletea vituo na matukio na shughuli zote ambazo zinafanywa na taasisi Ansari hapa jijini Arusha. Na leo tupo katika moja ya kituo ambacho kinamilikiwa na taasisi hii ya Ansar Muslim Center hapa jijini Arusha. Nacho si kituo kingine, ni kituo cha elimu, kituo cha malezi cha shule ya As-Salafi Islamic Seminar. Na leo tupo na mgeni wetu mkuu wa shule. Naam, karibu sana. Asante sana. Nashukuru sana kwa kukubali kufanya mahojiano nasi. Karibuni sana. Kwa hakika tutayafahamu mengi ambayo yapo hapa katika shule ya Salafi, lakini kadhalika na mambo mengi mazuri ambayo yanapatikana katika shule hii. Lakini kabla tujaingia katika kipindi chetu, mtazamaji angependa kufahamu kitambulishe majina yako, lakini kadhalika na nafasi yako katika shule hii. Shukrani sana. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Amma baad, kwa majina naitwa Mwalimu Sufiani Abdurrahmani Omari, ni mwalimu mkuu wa shule ya Salafi Islamic Seminari Primary. Mashaallah. Karibu sana. Shukrani sana. Na mpenzi mtazamaji, tuko na mkuu wa shule. Endelea kubaki nasi, fuatilia yale yote ambayo yatajiri. Hakika tutafaidi mengi kunako taasisi ya elimu ya As-Salafi Islamic Seminar. Na kwa maneno mafupi sana, ukituambia As-Salafi ni shule ya namna gani? Shukrani sana. As-Salafi ni shule kama ilivyo jina lake na zinaitwa As-Salafi Islamic Seminary Primary. Ni shule ya Kiislamu ambayo inajumuisha elimu ya mtaala wa serikali, lakini pia elimu ya dini, mtaala wa dini ambao tunao katika taasisi yetu ya Ansar Muslim Center katika mashule yake yote. Mashaallah. Kwa mtu ambaye hajawahi kuisikia As-Salafi, unaweza kumwambia nini kuhusu As-Salafi? Shukrani sana. As-Salafi kama nilivyotangulia kusema mwanzo ni shule ya Kiislamu. Shule ya Kiislamu ambayo imejikita kwenye mambo ya msingi sana kwa mtoto, hususani kwenye upande wa malezi, lakini pia na taaluma. Sisi tunatoa taaluma upande wa mtaala wa serikali, lakini pia tunatoa malezi kupitia kwa mujibu wa Qur'an na Sunna, kufahamu wema waliotangulia. Kwa mtu ambaye afahamu shule ya Salafi, ni shule ambayo imejumuisha vitu vyote. Imejumuisha mambo ya kitaaluma, lakini pia mambo ya malezi, ambayo hiyo ni special sana kwa shule yetu. Inawezekana kwa shule nyingine usipate hivyo vitu kama hivyo. Ukija kwa shule yetu ya Salafi, shule zetu maana sio moja, ziko nyingi. Kitu cha msingi ambacho ukija hapo unaona ni tofauti na sehemu nyingine ni mambo ya malezi pia. Tabia ya mtoto, nidhamu yake, anaishije kwenye jamii, anatekeleza vipi Uislamu wake. Kwa ni kitu ambacho Salafi kinapatikana. Mashaallah, nakushukuru sana kwa maelezo mazuri. Lakini tungependa kufahamu zaidi namna gani ambavyo mnaweza kuunganisha hivi vitu viwili, yani elimu ya mazingira lakini kadhalika na elimu ya dini. Mnawezaje kuunganisha vitu? Asante. Sisi yani ukisema kwenye kuunganisha elimu ya dini na mazingira, tunaangalia kwenye vitendo ambavyo vinafanyika. Mfano sisi tunafundisha elimu ya dini. Kwa kifupi tunasema masomo ya dini, ambapo masomo ya dini tunajumuishaje? Kwanza kuja kwenye masomo ya dini, mtoto atakuwa tunapomfundisha darasani, pia tuone kwenye vitendo vyake ambavyo wanafanya. Lakini pia kwenye elimu ya mazingira tunaangalia, sababu ukiangalia kwenye upande wetu wa sisi ni Waislamu, kwenye mambo ya Qur'ani, lakini pia kwa Mtume ameelezea. Kwa maana tuna integrate elimu yetu ya mazingira kupitia dini. Sawa sawa. Maana tunawezekana baba mfano, utoe mfano mmoja. Sisi tunajua kwenye watoto wanaofundishwa kwenye mambo ya geography au tunasema social studies kwa upande wa primary, labda wanaambiwa jua linazunguka au dunia inazunguka jua. Lakini tunasema kwenye Qur'ani Allah amesemaje? Maana tunajumuisha elimu wanaofundishwa, lakini pia kwenye dini yetu huko kimezungumziwa hivi, kimezungumzwaje. Kwa tunahusishanisha yani mambo ya mtaala wa serikali kwenye elimu ya mazingira, lakini pia kwenye dini tunaingiza kimezungumziwa kwa staili gani, jinsi ambavyo sheria inalifahamu jamii. Mashaallah. Naam, maelezo mazuri na Allah alipe kila la kheri kwa jitihada kubwa mnazifanya kuwaleta wanafunzi katika kumfahamu Allah, lakini kadhalika kufahamu maelezo ya dini yake. Na ni kitu gani ambacho mwanafunzi akija hapa shuleni ya Salafi anaweza akakipata ambacho hawezi kukipata sehemu nyingine? Asante. Swali zuri sana. Maana kwa kifupi tunasema upekee wa shule ya Salafi. Yani kwa kifupi shule hizi ni shule za kipekee sana. Naweza ngasema kwa Tanzania nzima. Kwa sababu nafikiri shule nyingi zinafundisha mtaala wa mazingira, lakini pia kuna dini. Sasa ukija si kusema dini, maana upekee wa hapa cha kwanza, mtoto akija hapa akiwa anasoma, yani hana haja kupelekwa madrasa yoyote.
Yani hii ni shule lakini pia ni madrasa. Yani mtoto akitoka hapa amepata mazingira, elimu yake ya mazingira inavyotakiwa kitaifa, lakini pia atakuwa amepata elimu yake ya dini inavyotakiwa. Na hapa sio kupekee, hapa anafanya kwa vitendo. Mfano tunamfundisha mtoto kuhusu swala. Sisi hapa tuna swala, tunasukija hapa saa 7 adhuhuri. Kwanza ukija asubuhi watoto ambao wanaishi bweni hapa wote ni msikitini. Ukija adhuhuri swala ya saa 7 wanasema swala ya saa 7, kesho wanasema ni adhuhuri. Watoto wote sio watoto mpaka na wafanyakazi watakiwa waende msikitini kuswali. Ni lazima. Ni lazima. Yaani hii ni sheria, ni lazima. Na sio sheria ya Allah. Maana tunatekeleza ambayo Allah katuamrisha. Ni faradhi ya Allah. Ni faradhi. Kwa hiyo upekee pia tunafanya vitu kwa vitendo. Yaani tunafundisha dini lakini kwa vitendo. Yaani sio ile mtoto anasoma kitu baada hapo amekaa nacho. Atakiwa baba kuchukua udhu, tuenda mtoto atakiwa achukue, tunasamia achukue udhu, aende kuswali swala ya faradhi na swali sunna. Kwa hiyo kuna upekee tofauti. Yaani mtoto anafanya vitu kwa vitendo, sio kwa kafundishwa baada hapo imeishia. Kwa tunasimamia sana yani vile utaratibu kwamba wanafunzi akija Salafi akitoka atakuwa ni mfano juu ya wanafunzi wote. Hakika ukija hapa ukipita nje, ndugu mtangazaji, utaona pia wanavyoishi watoto. Yani mtoto anajua saa muda ni muda wa swala, atakiwa aende akachukue udhu, akifika msikitini atakiwa aswali sunna kabla ya faradhi. Kwa ni mambo ambayo yanafanyika ndani humu tukiwa shuleni, na pia sio hivi tu mpaka nyumbani, kwa sababu tunaona athari. Unaweza kupigia bana, mwanangu sasa hivi kuna 1 2 3. Hiyo haiji tu, yani tu usimamizi wa ndani. Lakini tunafanya kwa practice sana, sio kwa theory. Mashaallah. Allah alipe kila laheri. Na kwa maelezo hayo ni maelezo ya kuonyesha kwamba taasisi na shule za Salafi basi zinajipambanua sana katika kuwalea watoto katika mazingira ya dini, kama jina ambavyo linasadifu jina la shule yenyewe. Ningependa kufahamu labda kuna mafanikio gani ya watoto au mifano ya watoto ambao wamemaliza hapa, lakini pia kadhalika wakaendelea kuapply kile ambacho wamekisoma kutoka katika shule. Asante. Ninapozungumzia mafanikio ya watoto ambao wanamaliza, maana unanirudisha kwenye dira na dhima yetu. Tunakusudi ni kwa mtoto ambaye hata baada ya kumaliza tumkute mtaani yuko kwenye maisha gani? Ndio swali ambalo itakuwa ipo sahihi. Maana sisi ukiangalia kwenye dira na dhima yetu tunamsimamia mtoto ambaye akitoka kwanza awe na nidhamu. Nidhamu ya aina gani? Nidhamu ambayo itakuwa imefuata mafundisho ya Uislamu. Lakini pia kuishi vizuri na jamii. Maana awe na hofu hapa, anaishije? Kwa miongoni mwa mafanikio ambayo tunayapata ndo malengo yetu. Mtoto akitoka hapa shuleni awe na nidhamu ambayo itakuwa imejumuisha Uislamu wake ndani, lakini pia jinsi ya kuishi na jamii kule mtaani. Yaani akiwa kiongozi amebeba na vitu vyote hivyo, yani awe na hofu, muda wa swala atakiwa aende akaswali, yani vyote ambavyo vinasana na Uislamu wake awe sawa na taaluma, lakini inamsaidiaje kwenye mazingira, ndo vitu ambavyo tunavizingatia. Na hicho tumeona kwa wanafunzi wengi sana, hata wanapoenda wanaporudi unaona kabisa hii kuna athari kidogo, athari amepata kutoka shule inaonekana wazi. Na miongoni pia mwa vitu ambavyo tunajivunia sisi, yani mtoto ambaye akimaliza mfano darasa la 7, of course haishii la 7, huko tuna shule yetu wa sekondari, anaenda kuendeleza. Lakini akiwa atakapomaliza mfano form 4, unamuona kabisa mtoto anaweza akatoa hotuba sehemu yoyote. Sawa. Anaongea akimaliza shule ya Salafi, ana uwezo wa kusimama member na akatoa hotuba kabisa kama sheikh. Angao tengezi mashehe, si hapo tengezi mashehe, si kuongeza watoto ambao kidogo watakuwa na vitu kwenye jamii vinaonekana bana, huyu mtoto kule kasoma hapa na hiki na hiki, tofauti na sehemu nyingine. Kwa mtoto ambaye akitoka hapa akimaliza, akitoka kuanzia nasari mpaka ifika form 4, anaweza akatoa hotuba. Mashaallah. Kwenye mimbari kuna waumini labda 500 wanasimama, anatoa, na anaweza akatoa labda kwa Kiarabu, kwa Kiingereza. Lakini pia unapomuona ile nidhamu yake, unaona kabisa hii ni athari ambayo imetokana baada ya kufundishwa akiwa shule katika shule zetu hizi. Naam. Hakika ni jambo kubwa na ni la kusifiwa, kama ikiwa mwanafunzi anasoma elimu ya mazingira lakini pia anaondoka na akiwa na uwezo hata wa kusimama member na akatoa hotuba. Hakika ni mafanikio makubwa ambayo taasisi imeweza kuyafikia au shule kwa ujumla. Tukiwa tunaendelea kutaka kuyastadi na kuyafahamu maisha ya wanafunzi hapa shuleni ya Salafi, lakini kadhalika na maisha ya shule kwa ujumla. Hivi siku ya kawaida inakuwaje, ratiba ya siku ya kawaida shuleni hapa? Asante sana, swali zuri sana. Sisi ratiba yetu ya kawaida. Nasema ni ratiba ya kawaida kabisa. Kila kawaida tofauti, hamna tukio, labda nianzie kutoka watoto wanaamka. Maana kuna ambao wanakuja na magari, tuna mausafiri. Kuna ambao wanakuja na magari, lakini kuna ambao wanakaa hapa shuleni. Maana naanzia kipindi wakiwa wanaamka saa 10:30.
kwa ajili ya kujiandaa swala ya asubuhi. Watajiandaa, baada hapo saa 11 kamili wataingia msikitini. Pale kuna darasa za Qur'ani kabla ya swala. Watasoma Qur'ani, baada ya hapo wataingia kwenye kuswali fajr. Baada ya hapo watasoma na Qur'ani awamu ya pili. Ikifika saa baada ya swala kuna walimu wanawasimamia kwa ajili ya kusoma Qur'ani. Lakini baada ya kipindiko cha Qur'ani, kipindi cha pili, watatoka wataenda bwenini kujiandaa kwa ajili ya darasani. Baada ya kujiandaa ikifika saa 2:30 watakuwa wameshamaliza. Baada ya hapo kupata kifungua kinywa iko saa kama dakika 45, watoto wetu pia ambao wako wanaishi day watakuwa wamefika shule, wameletwa na magari. Pale baada kuna mambo ya usafi wa kawaida tu kwa watoto ambao mazingira, sababu hatuwezi kuwalea tu watoto wafanye kazi yoyote. Hiyo sio taratibu. Hata Uislamu wetu pia umekataa. Leo mtu atakuwa kuna kazi atakiwa afanye, tunamwelekeza vitu vyote, mambo ya maisha pia. Baada ya kufagia, kufanya usafi baadhi ya sehemu ndogo, angalau kuna wafanya usafi pia tunao. Lakini kuna baadhi ya sehemu tunaambia wafanye kidogo tu ili wachangamke pia na wazoee. Baada ya hapo ikifika saa 1:10 tuna program zetu za asubuhi. Hiyo ni siku ya kawaida. Program zetu za asubuhi kuna madarasa yetu ya mitihani hapa. Mfano kwa primary tuna darasa la 4, tuna darasa la 7. Hao wanaingia kwenye program maalum kwa ajili ya kujifunza kujiandaa na mitihani. Lakini pia kuna darasa la kwanza, la pili, la tatu, kuna darasa la 5 na la 6. Darasa 6 pia wanaingia kwenye programu ya asubuhi. Lakini hao madarasa la kwanza, la pili, la tatu, la 5 wanakuwa na programu zao pia. Hiyo saa 1:10. Kwa maana sisi tunajua shule yetu tunapokea wanafunzi tofauti. Kuna wanafunzi ambao kidogo wakija hapa inawezekana mitaala yetu upande wa mazingira wako vizuri, lakini upande wa masomo ya mtaala wa dini kidogo wana shida. Kwa programu za kuwa zinazingatia mtoto ana shida gani. Yaani kama na upande wa mazingira ndio ana changamoto, basi kuna darasa lao maalum wataingia, watakutana na walimu maalum kwa ajili ya kuwafundisha. Lakini kama ni upande wa masomo ya dini, upande wa mtaala wa dini kuna changamoto kutokana na tulivyowapokea, pia watakuwa na darasa lao. Kwa hiyo session inaanza saa 1:10 mpaka saa 1:50. Baada ya hapo watatoka. Sasa inategemea na siku gani. Kuna siku za twaburi, tunasema parade zile. Kwa hiyo tunasema mstarini sio wanaita. Baada wataenda pale kwa ajili ya pia tunakuwa na program zao pia maalum upande wa baba. Kuna program za swala, adhkari zile, kuchukua udhu, mtu akuswali anaswalije na hizo ni program ambazo zinajumuisha watoto wote. Yaani kuanzia la kwanza mpaka, sababu tunaswali kila siku kwa hiyo tuwafundishe. Kwa hiyo baada ya hapo saa 2 kamili wataingia madarasani. Kwa darasa la vipindi vya kawaida. Kwa darasa la 3 mpaka la 7 saa 2 kamili wataanza vipindi. Lakini darasa la kwanza na la pili saa 2 kamili pia watoto na paredi pale kwa ajili kuna program zao pia maalum za kuelewa, kama mfano adhkari za kuingia chooni wanafundishwa wakiwa paredi. Ikifika saa 2:20 wataingia darasani. Saa 3:20 class 1 na class 2 watakuwa waje kupata breakfast. Alafu madarasa nao 3 mpaka la 7 watatoka saa 4:40 ndio baada ya breakfast. Kwa wataingia darasani, watarudi darasani mpaka saa 7 kamili. 7 kamili wataenda msikitini, watu wote waenda kuswali. Wakitoka saa 7 kama dakika 20-25 watapata lunch, chakula cha mchana. Baada ya hapo saa 4 kamili vipindi vitaanza. Vipindi vitaenda mpaka 9 dakika 20. Baada ya hapo watoto wetu wa day baadhi watakuwa wanaondoka wanaenda nyumbani. Wengine wataingia kwenye program za jioni. Baada mpaka saa 10 kamili. Wakitoka saa 10 kamili wataingia wanaenda kuswali swala la asili. Baada ya kutoka hapo watoto wetu ambao watakuwa wako bweni wataenda kuoga, kujiandaa. Ikifika saa 11 wao wanarudi darasani. Lakini hawa wa day saa 10 baada ya swala la asili wao wanarudi nyumbani, wanachukua na magari wanapelekwa nyumbani. Kwa hapo tabaki na watoto ambao wako bweni ambao saa 11 kama wanaingia darasani. Watasoma mpaka saa 1:50 watatoka, watapumzika kidogo, watajiandaa na chakula cha jioni. Wakishakuwa saa 12 inategemea na majira ya swala sasa. Swala inaingia saa ngapi? Kwa mfano kama inaingia bana saa 12:50, basi saa 12:30 wataingia msikitini kwa ajili ya kufanya adhkari za jioni kwa watoto wote wanaishi wanaobaki hapa wabweni. Baada hapo ifika muda wa swala wataswali. Baada ya kuswali kuna tahfidhi inaendelea tena msikitini. Baada ya swala la magharibi ile kuna tahfidhi inaendelea, utabaki wale ambao wanabaki ambao ni darasa ambao sio ya mtihani. Hao wengine watatoka wataenda darasani. Watasoma mpaka saa 2 kamili, saa 2 kamili wataenda darasani msikitini kuswali. Baada ukitoka tena
tahfidhi itakuwa imeisha saa 2 kamili baada ya swala maki itakuwa imeisha. Wale ambao si madarasa mitihani wataenda darasani kufanya kazi zao ambazo wamepewa mchana na walimu. Kama watoto wana homework watafanya, kuna changamoto wataka wasaidiwe. Hapo walimu wanakuepo. Yaani walimu hapo mpaka usiku walimu wao. Wanawasaidia hapa na changamoto wanasaidiwa. Hao wengine ambao ni madarasa mitihani watakuwa na walimu wao, program zao maalum wao wanaendelea nazo. Sababu dakika 20 ni muda wa kupumzika watoto wote. Kwa wataenda watarudi zao bwenini wale kupumzika wanalala na mpaka muda ule wa kuamka saa 10:30. Hiyo ni siku ya kawaida ambayo itakuwa hamna event yoyote kusoma na activities nyingine. Ratiba iko vizuri mashallah. Hakika ni ratiba ambayo inaashiria mikakati mizito na malengo makubwa ya kutaka kuyafikia kwa wanafunzi wetu au wanafunzi wa shule za Salaf mashallah. Lakini pia katika hayo yote tungependa kufahamu pia kadhalika shule ya Salaf umetuambia ni shule ambayo inalea kitaaluma lakini kadhalika kimalezi. Mnatumia mbinu gani kuwakuza na kuwajenga watoto katika nidhamu bora? Tukisema tunatumia mbinu gani, sisi tuna miongozo. Yaani shule yetu ya Salaf ina miongozo. Miongozo yetu tunaitoa wapi? Si atoe miongozo mingine yote. Si miongozo tunaitoa kwenye Qur'ani. Tunaitoa kwenye maneno ya mtume, tunasema sunna. Kwa hiyo tunaangalia wema waliotangulia, walioishi na mtume waliishi vipi, waliaje watoto wao. Kwa maana miongozo yetu si atoe ni mambo ya dini tu hapo. Yaani tunasema mlezi wa kwanza ni Allah sio mlezi wa kwanza, ameleaje ametoleaje si binadamu. Kwa hiyo tunachukua ile miongozo ambayo kija mtume alikuwa na watoto, kaleaje watoto wake, katufundisha nini. Kwa hiyo tunatoa miongozo yetu huko. Kwa hatuna sisi tunachukua mtu fulani tunamchukua huyu kiongozi wetu ambaye ndio tunampata, atufundishaje kulea watoto. Na ukisoma kwenye vitabu yani mambo ya malezi yamezungumziwa sana. Na mtume alikuwa na watoto karibia wangapi? 7. Watoto 7. Kawaleaje? Kasema si tuwaleaje watoto? Na wakwambia si ukija hapa malezi yetu si yakuwa yamebezi kwetu vitatu tu. Qur'ani, sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Ndio utaratibu wetu madrasa masha. Na turudi katika masuala mazima ya taaluma shule ya Salafi. Sasa tupo leo kina kitengo cha shule ya primary. Mna mikakati gani ya kukuza taaluma? Asante. Sisi kama nilivyotangulia kuelezea mwanzo, sisi tuna malengo. Malengo ambayo ukishaweka malengo unaweka mikakati kama ulivyoniuliza mwanzo. Sisi hapa mikakati miongoni mwa mikakati yetu mtoto asitoke tu na taaluma. Taaluma na watoto kwenye mambo ya taaluma wanafanya vizuri. Nafikiri wale ambao wafuatiliaji wa matokeo mtakuwa mnaona sasa matokeo sio siri. Yaani ukifungua mtandao ukiandika Salafi matokeo darasa fulani utayapata pale. Kwa hiyo sisi mikakati yetu imebezi katika sehemu mbili. Mikakati tuna mikakati upande wa malezi, kisha kuna mikakati upande wa mazingira. Ambayo inawezekana mikakati upande wa mazingira, inawezekana hata ukienda shule utaipata. Lakini tunajumuisha na mambo ya malezi. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba mtoto kwanza awe na malezi mazuri, ndio tumpe taaluma imsaidie. Ndio mikakati yetu ya kwanza kwenye mambo ya kitaaluma. Kisha tuna programu yetu maalum hapa, program specific kwa madarasa ambayo wanafanya mitihani. Na haya mengine ambayo bado hajafika kwenye level lakini tuna program nazo pia. Kwenye madarasa ya mitihani nafikiri nimekuelezea mwanzo, tunaanzaje siku kwenye madarasa yetu ya mitihani. Kwa kuna program maalum ambazo zipo kuhakikisha tunafikia malengo, lakini pia bila kusahau lengo letu mama ni nini. Sisi tunalea hapa. Yaani lengo letu mama la kwanza ni kulea mtoto. Tunamlea kwenye vitu ambavyo tunavihitaji ziko mambo ya kidini. Ambao inawezekana ukienda shule nyingine wote wana taaluma labda kaenda shule fanya akaipata. Lakini anakosa nini? Vipi mambo unakosa wakati tumpatie sisi ndio lengo letu. Kwa mikakati sisi tunayo. Na mambo ya matokeo nafikiri sio siri. Watu ukigugo utaenda utapata matokeo ya shule fulani. Lakini kwa kifupi tu sisi hapa mtoto akiwa anapata hiyo wastani wa A, lakini tunakisha pia awe na nidhamu nzuri. Ajue dini yake vizuri. Umenipata vizuri? Ndio mikakati yetu. Hakika ni mikakati mizuri na madhubuti katika kuhakikisha kizazi kinakuwa ni kizazi chema, kizazi ambacho cha kujitambua, kizazi ambacho kinafuata mwongozo wa dini ya Kiislamu kwa mafundisho ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tunafahamu kwa malezi yanakuwa yanajumuisha sasa shule, malezi yanajumuisha baina ya mwalimu na mzazi. Ushirikiano wa walimu wa shule za Salafi na wazazi ukoje? Shukrani sana. Kwanza nichukue nafasi hii pia kuwapongeza wazazi wa shule hii. Mashaallah. Kila mzazi ambaye anamleta mtoto shuleni kwetu, obviously anakuwa na malengo. Na malengo yake ukija kama hana wewe basi tunampa si malengo ya mtoto na shule. Tunamtaka aweje. Lakini alhamdulillah wazazi wa shule yetu wengi ni waelewa sana. Na ushirikiano wao kwetu ni mkubwa mno katika kila nyanja.
Yaani hata mtoto akiwa nyumbani mzazi akiwa tofauti yoyote lazima atapiga simu. Mbona mtoto wangu kuna 1 2 3. Wakati anakuwa tulimwambia mzazi tuambie malengo yako wewe ni nini? Mimi malengo yangu bwana, mtoto wangu atakia awe mmoja, apate hiki na hiki na hiki. Tunaangalia yale malengo ambayo umetuambia mzazi, kama endana na situambia hili tunaendana na sisi, lakini hili hapana. Hili twende sawa, atakiwa liwe hivi na hivi. Kwa hiyo tukishakubaliana tunamchukua. Kwa hiyo kwenye mambo ya ushirikiano tunashukuru wazazi wana ushirikiano mkubwa sana katika kila kipengele. Yaani kila kipengele ambacho tunahitaji kwa mtoto akipate, kimpigia mzazi au mzazi mwenyewe anatuambia, tuko karibu sana. Na kama unavyojua elimu hii imejumuisha vitu vitatu. Yaani mtoto, kuna shule, kuna huyu mwanafunzi, kuna mzazi, lakini pia kuna jamii. Sisi tunafanya mpaka semina za wazazi. Nafikiri mausho ulipana kama mwaka mmoja au 2 iliyopita nyuma. Semina tu ya wazazi jinsi ya kulea watoto tunawaleaje. Na ufio tukitangaza hivyo wanakujaga wazazi. Lakini pia tuna vikao. Sisi kuna changamoto yoyote kuhusu hapa ni mambo ya kitaaluma, mambo ya malezi. Lazima tuishe kikao na wazazi na kweli wanakuja kwa wanatoa maoni mengi. Hapa tufanye hivi, hapa tuache hii, tufanye hivi. Kuna siku za vikao na vikao vya wazazi. Yaani hatuwezi kupita mwaka mbele tusikae na vizazi. Kama sio mara 2, basi tutakaa mara 4. Lakini hivyo tunafanya vikao mara 2. Muhula wa kwanza kikao kimoja, muhula wa pili kikao kimoja. Kuweka tu kuangalia changamoto. Lakini pia tuna grupu zetu za WhatsApp. Tunawasiliana na wazazi moja kwa moja. Kwa hiyo kuna taarifa ndio tunawatumia, wanatoa maoni yao, wengine wanakuja mpaka hapa. Lakini pia tuna kamati ya shule ambayo ina play part kubwa mno kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Yaani kama kuna changamoto tunafanyaje, tunashirikiana nao, tunatatua changamoto, tunafikishia bwana umekuwa na 1 2 3, tumefanya hivi na hivi na hivi na hivi. Lakini pia kuna wadau, yaani miongoni mwa huo ushirikiano kuna wadau wetu sisi. Wale unabana na shida ya masahafu, kuna mzazi anakuja anakuletea bwana hizi hapa. Bwana shida kitu fulani au unafanya harambee unachangia kitu fulani kule. Kwa hiyo tuna ushirikiano nao mkubwa sana kwa wazazi. Yaani tuko pamoja kwa kila nyanja. Nawashukuru sana wazazi wa shule zetu. Mashaallah. Wazazi mnasifiwa na mkuu wa shule. Naomba hiyo muendeleze hilo na muendelee kuwa karibu na shule ya Salafi. Kwa hakika ni shule ambayo mpaka sasa tunaona ni shule ambayo inajipambanua na shule zingine. Na shule ya Salafi ipo jijini Arusha. Shule ya Salafi iko maeneo ya Kisongo. Kuna ushirikiano gani na jamii ambayo imewazunguka? Shukrani sana. Kwa nikisema ushirikiano kama alivyotangulia kusema awali. Sisi yani shule hii ni shule ya jamii, kusema kwa kifupi tu. Yaani ni shule aina gani? Ni shule ya jamii. Sisi tunashirikiana wa jamii kwenye vitu vingi sana. Sababu pia tunapokea majanga tofauti kutoka kwa serikali ya kijiji inatuletea. Sio baba kuna barabara ina changamoto 1 2 3, tunashirikiana na viongozi wetu wanafanya hiyo. Kwa hiyo sio mambo ya ushirikiano, tunashirikiana vitu vingi sababu kunatokea changamoto huko, baba misiba nini, wanahitaji gari, si tupo hapa. Tunashirikiana nao. Lakini pia ukiachana na hivyo, sisi shule yetu inasaidia watoto. Watoto ambao wana changamoto za maisha. Yaani inaonekana baba amefariki, kabakia mama. Tunapokea wazazi wengi sana. Au hiyo ni jamii wanakuja bana, mimi na changamoto 1 2 3. Huo mlango upo wa kusomeshia watoto ambao wana changamoto, tuseme watoto yatima. Lakini sio yatima, wengine pia wana changamoto. Ndio ukiangalia mzazi hapa nao kidogo mazingira yanakuwa ni tatanishi, yani magumu kulea mtoto. Kwa hiyo tukija tunawekeza sehemu maalum ya kwenda wakutana na viongozi husika, wanaelezea changamoto zao. Mwisho wa siku wanakuja hapa, inawezekana hapa wasilipiwe asilimia zote hapa kwa mambo ya ada, wakapunguziwa bana, mpunguzie hiki na hiki na hiki. Kwa hiyo jamii tuko nayo pamoja bega kwa bega. Sababu ndio miongoni pia makumbusho hii itaishi kama hizi. Yaani rais hajaanzishwa tu, imeangalia vitu vingi mpaka jamii tunaelewa vipi. Na ndio Uislamu. Yaani Uislamu, yani Mtume anasema kile ambacho unakipenda ukipate, penda pia mwenzako akipate. Yaani usije tu bana sisi tayari tunachukua pia watoto ambao pia wana changamoto. Jamii pia tunashirikiana sana kwa mambo ya misiba, mambo ya barabara, nini wote tuko nao pamoja. Mashaallah. Hakika ni jambo kubwa na kusifiwa kwa shule ya Salafi katika ushirikiano na jamii. Na kila lenye mafanikio, kila zuri huwa alikosi changamoto. Shule ya Salafi mnakumbana na changamoto zipi kubwa? Labda nisemi changamoto. Tunasema maeneo ya kurekebisha. Changamoto hatusemi kama changamoto. Tunasema kwa sababu bado tuna safari ndefu. Kwa ukianza kusema nina changamoto mwanzo, lazima usifike. Sema maeneo ya kurekebisha. Naam. Miongoni mwa maeneo ya kurekebisha tuko kwenye mambo ya kurekebisha. Mfano kwa sasa hivi tunapokea watoto wengi sana. Tunapokea watoto wengi. Kwa changamoto ambayo tuna sehemu ambayo tutakuwa
tunapambana nayo kuongeza miundombinu. Sio sema ni changamoto, lakini sio changamoto, sehemu ambayo ya kuweka sawa. Kuongeza miundombinu ya kupokea watoto. Kwa hiyo pia tuna kikomo chetu. Na tupokee tu, kuna level ikifika tunasema kwa kama mwaka huu mpaka sasa hivi hatupokee na mtoto wa design shule imejaa. Lakini tunapambana mwakani tuongeze baadhi ya vitu. Mfano madarasa hapo, lakini yanatosheza watu ambao tuko nao. Kwa mwaka kama tuongeze watoto wengine, tunaongeza kupambana sasa kwa kuongeza madarasa. Sasa baba bweni tuongeze bweni. Hiyo sema ni changamoto, sababu bado hatujakipata watoto lakini sasa sio changamoto, tunarekebisha baadhi ya sehemu. Hiyo nafikiri itakuwa ni sehemu ya changamoto. Lakini pia changamoto labda niongezee, najua wazazi wengi wanachelewa sana wanachelewa kufanya maamuzi. Sema hiyo sana sema ni changamoto. Yaani mzazi anakaa na mtoto inapaka fika sija kuambia sana nataka nipeleke Asalafi. Huyo muda ambaye anakuja, yani tushapiga hatua kubwa sana, anakuja hapa mwezi wa 6. Hiyo nasema changamoto kwa sababu pia yani mtoto anachelewa kuripotishwa. Anakuja kuna vitu vingi yafahamu. Wakati na uanze naye kwa mwanzo mlete mpaka kwenye sasa. Hiyo kwetu inakusambia kwa sababu mwalimu atakiwa ajigawe au afundishe darasa, sababu hatuwezi kumwacha mtoto nyuma tuendili na hao, sababu ana haki, kwa sababu kashaletwa kama tumtoe naye tumlete kwa wenzake. Hiyo ni changamoto za kuanza sana kulipisha watoto shuleni. Kwamba ni ujumbe unawaachia wazazi kwamba yule ambaye anahitaji kujiunga na shule ya Salafi basi afanye mapema application kabla ya kufika muda ambao masomo tayari yameanza. Kabla ya mwezi wa 11. Huwa mnatangaza, lakini nafasi zikifika muda wa kwanza kupokea wanafunzi. Kwa tunatangaza. Na tunatangaza na hatuna muda mrefu. Yaani kwenye kutangaza ni kabla kwenye mwezi na nusu tumetangaza bana tunaanza kufundisha, usajili umefunguliwa. Kabla kuanzia mwezi wa 10 mpaka kabla ya 12. Kwa tarehe mambo tutakuwa tunazaba mwezi wa 10 tarehe fulani, 11 tarehe fulani. Baada ya hapo tutakuwa tumefunga. Kama nilivyotangulia kusema mwanzo, sisi hatuchukua watoto kwamba tunachukua tuna idadi yetu maalum. Ikikamilika tunafunga. Maana sababu mwezi wa kwanza wa pili kwambia huko sisi hatuna nafasi. Hivyo mzazi ambaye amevutika na kuitaka mwanao ajiunge na shule za Salafi, basi ni kufanya hima pale ambapo zitatangazwa tu nafasi uwe wa mwanzo kuomba na kufanya application kwa ajili ya mwanao kujiunga na shule za Salafi. Na Mwalimu Sufyan, tukiwa tunaendelea katika kumaliza kipindi chetu na mahojiano yetu, ni jambo lipi ambalo unajivunia toka umekuwa mkuu wa shule ya Salafi? Asante. Jambo la msingi zaidi ambalo najivunia toka nimekuwa mkuu wa shule, mabadiliko ya tabia za watoto. Watoto wanakuwa na tabia ziko nzuri sana. Tabia zao ni nzuri mno. Nidhamu zao ziko safi, lakini pia kule kujali muda swala unakuta wako wanaenda msikitini, muda darasani wako darasani, yani tabia zimebadilika. Na sio kwa upande wa wanafunzi, lakini pia na walimu ambao kiangalia sana, walimu ambao wanastahili kulea watoto. Sababu sisi shule yetu mmoja ambao vitu ambavyo tunazingatia kutokana na adira na dhima ambayo tumeiweka, hata mwalimu tunamleta hapa ni mwalimu ambao atakuwa awe na vigezo maalum vya kuja kulea watoto. Sababu kumlea mtoto wakati wewe mleaji mwenyewe haeleweki. Kwa miongoni ambao mimi najivunia kuwa na wanafunzi ambao wana tabia nzuri, lakini pia kuwa na walimu ambao wanaendana na malezi ya watoto, ambao vitu ambavyo tunavitaji kwa watoto. Mashaallah. Naam, tulikuwa tunaelekea mwisho wa kipindi chetu. Mwalimu Sufyan, una ujumbe gani unaweza kuambia wazazi wanayetafuta shule bora kwa watoto wao? Asante. Mimi nataka niombe maneno machache sana wazazi na walezi ambao wanatafuta shule, lakini pia ambao bado tupo nao hapa wana watoto wao. Kitu ambacho cha kipekee cha kwanza katika shule yetu hii, unajua kila shule inakuwa na dira yake na dhima yake. Nataka ione nini na maono gani baada ya miaka 10, 15, miaka 50. Sasa kitu cha kuzingatia, kitu cha msingi ambacho mtoto akiwa anaweka mtoto shuleni aangalie shule ina maono gani kwa mtoto wangu ambaye nampeleka. Sasa kuangalia dira yetu au dhima yetu kwenye shule, yani inamlenga moja kwa moja mtoto. Hichi kitu ambacho inawezekana kwenda shule nyingine zote huwezi kupata hicho. Wanazo, lakini zinamsaidiaje huyu mtoto ambaye unamtaka? Dunia sasa hivi imeharibika. Ningesema hivyo, nasema unafikiri utakuwa unanielewa vizuri. Mambo ya teknolojia, watoto wanaharibika sana. Mtoto wakuta anafika form 5, form 6, lakini ukimwangalia mbona aendani, yani kashapotea. Lakini sisi tuna yani nawaambia wazazi
tuna vitu maalum kwa mtoto. Tuna malezi ambayo mtoto tukimlea sisi, maana sema tukimlea sisi atakuwa na nidhamu nzuri, atakuwa na tabia nzuri, atakuwa na Uislamu wake safi ambao hauna mazongezonge. Sawa sawa, lakini pia atakuwa na taaluma yake ambayo itakuwa imejumuisha dini. Yaani hata siku ukija kumkuta mtoto kakaa ofisini, bila kakaa ofisini unajua sasa huyu mtoto kalelewa sehemu fulani kutokana na kitu ambacho huko kwingine ukipata. Yaani hapa sisi tunatoa hivyo vitu. Huwezi pata sehemu nyingine yoyote. Huwezi pata sehemu nyingine yoyote. Kwa hiyo mimi nawaita wazazi wale ambao bado wanajifikiria tumpeke mtoto wapi. Wewe unataka mimi nakuuliza tu swali, hata mtoto wako aweje? Yaani wewe swali shajijibu utafuta sehemu nitampeleka mtoto. Yaani unasema mtoto wangu nataka awe 1, 2, 5. Labda mtoto anataka awe afahamu hiki na hiki na hiki. Hivi vitu vinapatikana wapi? Sasa kama ni mambo ya msingi ya mtoto, mambo ya dini yake, mambo ya taaluma yake, ya mazingira, mambo anaishije, anaswali vipi, anakaa jaje na jamii, sehemu ni hapa, ni Salafi. Yaani wengine tutakuwa bwana, lakini hapa ndio sehemu, hapa hakuna ambayo tunafundisha dini, sio dini ile ya mchezo kama siasa. Hapa hakuna siasa. Yaani kama ni dini utakuwa mtu anafundishwa waweza atamfundishwa tauhidi, atamfundisha fiqh, atamfundisha sira, atamfundisha tarbia, atamfundisha Qur'an, atamfundisha Arabic. Kwa hiyo mtoto wa darasa la 5 na 6 anaongea Kiarabu. Mashaallah. Ambao sehemu nyingine ukifika huko Kiarabu mpaka akipate. Labda ni cha mwalimu tukabaki nacho. Lakini mtoto anafahamu nini? Sasa mimi nafikiri mzazi ukishajua kwamba mtoto wangu wataka aweje, utajua sehemu ya kumpeleka. Kama ukitaka awe msanii basi kuna sehemu ukimpeleka atakuwa msanii. Kama mtaka mtoto hata ukiondoka anakukumbuka, mlete hapa. Yaani kama mtoto hata ukifa leo kesho mtoto anakuombea dua mtoto umemwachia, basi mlete hapa. Hapa atapata hiyo taaluma kwa viwango vizuri, viwango bora. Kisha atapata dini yake ambayo itakuwa kwenye standard. Hata usiku leo kesho haupo. Nyewe wazazi wanajua. Kuna baadhi ya wazazi anakuja anakuambia, "Shehe, mwalimu unajua mimi sijasoma dini." Unajua mambo. Sasa hujasoma dini, mwanao si ndio huyu atakuwa msimamie, unampeleka wapi? Mlete hapa. Ili hapa. Ngoja kabisa mimi unajua shehe sijasoma dini. Yaani shehe, yaani hapa na kweli mimi kipindi nasoma niko form 6. Shule za serikali unajua zinaga misikiti. Hapa tunapewa darasa mnasoma. Sasa tumekaa hivi siku ya Jumapili kwa tunakutana yenyewe tunazungumza mambo yetu ya dini. Kiba kiko upande ule kageukia huko. Alafu sasa tunamcheki iko form 6. Imamu akifika hapa akamgeuzia kiba za swali. Hebu ashumu ni form 6. Huyu ndio yule ambaye baada ya muda sakashafa nikiwa akapata kazi yake amfusha watoto akamwambia, "Shehe nilikuwa sijasoma." Sasa mtoto wako si ndio huyu naye anataka asimamie, mpeke sehemu mazingira baadaye sio ile ya kulaumu, unajua mimi si wewe ndio utasababisha. Kwa hiyo mlete mtoto. Yaani hapa ndio sehemu ya kumfanya mtoto ajue vitu vyote, mambo ya madini yake, mambo ya mazingira. Ni hapa shule za Salafi tu. Hamna sehemu nyingine. Wewe wengine wote utamlete hapa. Kwa hiyo nawaita wazazi. Jiulize swali moja. Mtoto wako anataka awe nani? Ukishajipata majibu utajua sehemu ya kumpeleka. Barakallahu fik. Jazakallahu khair. Tukushukuru Mwalimu Sufiani, mkuu wa shule ya Salafi Islamic Seminary Primary. Hakika tumeyafahamu mengi, tumefungua macho yetu kuitazama shule ya Salafi na kuyaona mengi ambayo ni mazuri yanafanywa na taasisi ya Ansari. Hasa katika kituo chake cha elimu na malezi hapa Kisongo katika shule za Salafi. Muombe Allah tabaraka wa taala akudumisheni katika khairi na akubarikini katika jitihada na juhudi kubwa ambazo mnazifanya katika kuhakikisha watoto wanapata elimu bora na malezi yaliyokuwa mema. Endelea kutufuatilia katika vipindi vingine kuweza kuyajua mengi na vituo vingi ambavyo vinamilikiwa na taasisi ya Ansari hapa jijini Arusha. Dutumu ala khair wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.